Kwa siku ya pili mfululizo, maandamano makubwa yametikisa mji mkuu wa Togo, Lomé, huku waandamanaji wakikabiliana vikali na vikosi vya usalama kufuatia mageuzi ya karibuni ya kikatiba ambayo yanatuhumiwa kuimarisha udhibiti wa muda mrefu wa Rais Faure Gisinabe madarakani. Mamia ya waandamanaji walimiminika mitaani Ijumaa wakibeba mabango na kuimba nyimbo za kupinga kile wanachokiita mapinduzi ya kikatiba. Polisi walijibu kwa kutumia gesi na kutoa machozi na risasi za mpira kuvunja maandamano hayo, huku mashirika ya haki za binadamu yakiripoti visa kadhaa vya watu kujeruhiwa. Mabadiliko haya ya kikatiba yalipitishwa hivi karibuni na bunge la Togo na yameruhusu kuanzishwa kwa nafasi mpya ya rais wa baraza la mawaziri. Wadhifa huo unatajwa kuwa na mamlaka makubwa na hauna kikomo cha muhula. Faure aliapishwa rasmi katika nafasi hiyo mwezi Mei 2025, hatua ambayo imezua hasira miongoni mwa wananchi waliohofia kuongezeka kwa utawala wa kifalme. Faure ambaye aliingia madarakani mwaka 2005 kufuatia kifo cha baba yake Eyadema Gisinabe aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 38, amekuwa akituhumiwa mara kwa mara kwa kudhibiti taasisi za serikali na kuendesha uchaguzi usio wa haki. Chama kikuu cha upinzani nchini humo ANC kimetoa taarifa kikilaani hatua ya kuanzishwa kwa nafasi hiyo mpya, kikidai kuwa ni njia ya kudumu madarakani kwa rais. Mageuzi haya yanakiuka misingi ya kidemokrasia. Tunataka mabadiliko ya kweli, si ujanja wa kikatiba, alisema kiongozi wa chama hicho Jean-Pierre Fabre. Wachambuzi wa kisiasa wanataja hali inayoendelea nchini humo kama jaribio la kuhalalisha utawala wa muda mrefu wa familia moja. Tunashuhudia kile ambacho baadhi wanakiita urithi wa kifalme wa kisiasa, jambo ambalo linapingana na misingi ya utawala wa kikatiba wa Afrika ya kisasa, alisema Profesa Jacques Aite, mchambuzi wa siasa kutoka chuo kikuu cha Rome. Huku maandamano yakiendelea, serikali ya Togo haijatoa kauli rasmi kuhusu matumizi ya nguvu na wingi wa majeruhi, lakini imetoa wito kwa wananchi kudumisha amani na kuheshimu sheria. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwepo kwa hali ya tahadhari katika maeneo ya karibu na ofisi za serikali, huku majeshi ya usalama yakiongeza doria usiku na mchana. Ikumbukwe kuwa Togo, taifa dogo la Afrika Magharibi lenye historia tawala za muda mrefu, linakumbwa tena na changamoto za kisiasa zinazoweza kutumbukiza nchi hiyo kwenye mgogoro mkubwa iwapo suluhu ya mazungumzo haitapatikana. Wakati upinzani ukiendelea kushinikiza mageuzi halisi na kutishia maandamano zaidi wiki ijayo, macho yote sasa yanaelekezwa kwa Rais Gisinabe kuhusu iwapo ataendelea na mwelekeo wa sasa au ataitikia wito wa mabadiliko kutoka kwa wananchi. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magurumale.